Basi kama kawaida ni sehemu ya 19 kama kawa ndani ya nyumba DJ Hero kama kawa toka pande za Boma. Kwa pale YouTube hakikisha na subscribe basi tuweze kwenda sawa. Ikiwa ni sehemu ya 19. Muziki mzito anauita Border Town. Namna hiyo. Basi pale alipokuwa ameweza kuishia ambako binti alikuwa akizungumza usiku ule, mzee mzima anamuita Fu Hongxue. Kama utakaochukulia jambo katika hali nyingine, usiliache jambo likaisha. Kama mjaribu kufikiria kuhusu reaction yako kuhusiana na swala hili. Kama hii ni amri niliweza kupewa na sumu inapopanda ndani ya mwili wangu. Kamba sikiliza, kuna sumu ambayo inapanda ndani ya mwili wako kila siku. Unakuwa unabadilika, unatokea kwa mtu mwingine tofauti kabisa. Unafikiria nini kuhusu hili? Kamba mimi nilikunywa damu ya nyoka nilipokuwa mdogo. Kwa nitakapomuona sumu ile au nitakapomuona nyoka yule au ngozi yake, ile sumu itapanda na mimi nitageuka kwa mtu mwingine. Kamba nakumbuka kule jangwani, ambapo siku zile ukiwa jangwani kule, kuna maua vitu kama hivi. Kama vile kuna masaka sasa hivi nilikuona ulikuwa katika hali tofauti. Kama ulionekana kama nguo zako hizi. Kaambia vipi hiyo? Kaambia ulikuwa umevalia mavazi kama haya. Na nilikuja ukanisaidia. Kutokana ule nyoka alipokuwa ameweza kukukuta. Nikadhani nitakuwa ni kama vile asa alipokuwa amezungumza alishindwa kumfahamu vizuri. Ilibidi amsogelee. Umepanga kufanya nini wewe? Kama anakwenda kupigia sehemu ile ambayo nitarajia, ambaye Heaven Dog anaweza kufika hapa labda. Lazima pate majibu juu ya mtu anayefuruga amani katika ufalme huu. Huyu Heaven Dog ni nani? Cheki mambo. Kaa karibu yao wale. Na usahau kwamba mimi yule dancer yule wa Nameless Prevision. Ukaribia kukaa karibu na mtu, itakuwa ni kitu kigumu sana kwangu kukaa karibu na mwanaume yote. Naweza kukaa karibu na watu wote, lakini nasema niwe tayari kuweza kuona. Usijali kunihusu mimi kabisa. Wakati wangu umeshapita na kuna kitakachonikuta mimi. Kaambia tayari umeshakubali kabisa kung'ang'ania kwa ufalme huu kama kuwa mfalme, si ndio? Baada ya yote akiisha, niahidi kwamba utaondoka kwenye ile eneo. Bila sema sitaenda, lazima wale na lazima sitaondoka hapa. Haina ulazima hiyo. Lazima uniahidi sasa hivi. Bila sema nakuahidi. Baada ya yote kuweza kuisha kuhusu Heaven Dog, nitaondoka hapa. Kama for sure anataka huyu mtu aondoke hapa. Basi hivi ndivyo ilivyokuwa. Ikiwa ni sehemu ya 19 kama kawaida, kwa tunazidi kuchapa mwendo na moto mzito. Wanauita Border Town. Bosi, nimemleta hapa. Basi akadai mtupishe. Alimleta mtu anamuita Ye Kai. Kumbuka Ye Kai aliitwa na mfalme. Ani bosi ma. Wanamuita mfalme kwa njia moja hivi. Sika mambo hapo. Ulibidi ufuatishe kuna kitu gani nataka kuendelea. Wasikilize. Mzee alikuwa na jambo la kuweza kuzungumza na binti yake. Kila siku mzee anasali kuombea ufalme wake. Anaamini katika ibada. Young Master, yes, sikiliza. Umekaa mwangalia Heaven Dog kwa muda mrefu, lakini hakuna habari yote uliosikia. Kaambia muda baba unazidi kwenda, ndio tunaendelea kuchunguza kuhusu hili. Baba za kurudi kwenye chumba chako hapa anabaki hapa. Unakumbuka Young Master uliniambia kwamba kuna siku nitengeneza tayari tunnel iko chani, yani mlango wa siri. Nitengeneza mlango wa siri na mchukue binti yangu ondoke naye. Nakwambia hivi, mchukue binti yangu weka hapo. Kaambia ngoja kwanza. Baba unafanya nini baba? Kaambia sikiza nikwambie. Huyu ni binti yangu na nimekupa. Mchukue binti yangu mpitie mlango wa tunnel wa huko kwa nyuma
muondoe kwenye ile eneo, maana huyu mtu apatikane na vuruga amani tu hapa ndani. Nimekuangalia muda mrefu binti yangu, lakini naona jambo lazidi kuwa ngumu na ngumu na ngumu kila siku. Huyu Heaven Dog apatikani. Nitafanya nataka unisaidie kitu kimoja. Ondoka na binti yangu, sitaki mambo yamkute binti yangu kabisa. Mimi nitabaki hapa nitamaliza yote. Nakumbuka ulishaniahidi kwamba utakwenda. Kama baba, mimi siondoki. Kama nimeshaamua hivyo. Kama mtaenda kuoana na Murongzu, utakuwa leo na Murongzu. Na Murongzu amekufa. Ye Kai unaweza kumuoa binti huyu. Nikafanya kwa haraka haraka tu harusi ya haraka hapa. Unaweza kufanya hivyo? Ondoka na binti huyu. Kaambia mimi siwezi nikakubali kirahisi hivyo. Lakini hamna sababu ya kufanya hivi kwa wakati huu. Akasema ana sababu zangu za kufanya hivi. Kumbuka kama tunazidi kupokea mambo kila siku na siku. Ibaki siku moja ya kesho ndio uzirisia tu kwamba Heaven Dog hayupo hapa. Unafikiria vipi kufanya kitu kama hiki? Kama mimi siongelee kuhusu hiyo sasa hivi. Kama Deron na Central Plain. Heaven Dog kila siku anakuja hapa. Lakini nataki kuweza kumwogopa kwa kiasi hichi. Mbona huyu mtu hana uwezo wa kutogopesha falme huu kwa kipindi hiki kigumu kama hiki? Kama siwezi nikabaki kimya kila siku. Kama kumbuka, lakini kile kitu kwenye mikono yangu. Watu wao wanataka kuleta fujo na mimi kwa sababu Heaven Dog target yake ni mimi. Na natafuta na jinsi gani ya kuweza kujisaidia na mtu huyu. Kamba lakini amani mbona bado ipo Jau? Kamba Ye Kai. Nilikuomba muda mrefu sana. Jinsi ambavyo ulivyo. Mtu wewe na tofauti kabisa na wengine. Sasa inakuwa ni ngumu sana kwa upande wangu mimi pia kuweza kushangaa kwa jinsi ambavyo wewe upo. Na jinsi ambavyo na behave na watu wao. Basi siku moja ndio kuchukua jukumu lako kuwe katika ufalme huu. Usimwogopeshe kiasi hichi. Na mimi siwezi nikaondoka naye kwa wakati hapa. Hata kama tunazungumza na binti naye kule anafurahi kweli kweli. Jinsi mambo anavyozidi kumkataa binti, basi anafurahi. Kwanza nadhani kaenda kwa sasa mzee. Binti akafurahia, huyu mzuri sana. Hawezi kubali kirahisi kuchukua mwanamke ovyo. Kama tukao tusafiri naye duniani kote, sio? Kama unasema nini? Alikuwa safiri na sasa kushika mkono. Jina lako ni nani? Wewe mnashinda kuelewa plani zako. Mara uko na mimi, mara uko na huku. Kama shida yako nini? Tunacheza mchezo sisi hujui. Kama shida yako ni moja. Kama umesema nini wewe? Basi walikuwa wanataniana kama ilivyo kawaida. Ni utani baina hao my best friend wawili. Basi mpango uliendelea kama kawaida. Wakataka kumjua Heaven Dog ni nani. Wakati najipanga pale binti anamwangalia mzee. Kaambia angalia huku. Nyamali kacheka mzee kaona wa binti hao. Hawa wanatesana kweli kweli yani. Wanapendana alafu wanatesana. Cheki mambo hayo. 你是不是病了呀？何止是病了，简直是病入膏肓。等这事儿完事之后，我给你找一个郎中好好看看。不用。Basi ndio sababu ni mitambo siku ya leo. DJ Hero kama kawaida na nyimbo za kusonga mbele. Ukiwa pale YouTube basi hakikisha una subscribe. Unajua watu wengi wanaangalia pasipo kusubscribe. Una subscribe alafu tuwazidi kwenda mbali. Au sio? Kama kawaida. 你别管他了，赶紧说吧。 Basi binti alikuwa anaendelea kufanya uchunguzi kuhusiana na mauaji hayo. 我上演了一出瞬间13刀。 Anasema sikilizeni. Alipomuua Murongzu, 使出13刀 alitumia 是为了表明自己的身份。 upanga mara 13. 3 slashes za upanga. 选择一个比较简单的方法。 Lakini sasa 但他还是用了13。 Sasa kujua kitu gani kinachoweza kufuata baina ya hili. 就反而显得有些多此。 Kuna vitu vingine ambavyo vitakii katika mambo ya uchunguzi. 这13 tunapaswa kuweza kuviondoa. 不可告人。 Nadhani kama mtu huyu ni ana siri, lakini hayuko peke yake katika ufalme huu. 看了一下飞天之。 Ndio maana Flying Spider kule mwili wake hauna mkono mmoja. 飞天之柱的尸体。 Kwa maanisha kwamba umeangalia mwili wake ukagundua kwamba huna mkono mmoja. 皮肤。 Kwa maanisha kwamba huyo mtu huyu ajaribu kupoteza ushahidi au ni kitu gani? 伤口。 Au itakuwa baada ya kuweza kuzurika na kama ukata mkono wa Spider. 可死人就不一样了。 Kama inakuwa ni tofauti kabisa, miili yake imeuawa tofauti na wengine. 所以 maana yake ameuawa kwa jinsi ya tofauti kabisa. 我检查了飞天之柱。 Nimeangalia mwili wake pia. Nimegundua kwamba mkono wake mmoja hana. 只有一处是外。 ameuawa kwa swadi mmoja tu.
其他12处， lakini huyo mtu anaonekana hawezi kufanya kitu kama hiki. Maana yake ni wauaji tofauti, ni wawili. 说明 Lakini mwingine ameuawa kwa slashes 12. 他死后被家 Lakini tumekuta kwamba ameweza kufa. 这事儿就奇怪了， Kamba hiyo ndio uhakika huo. 就致命飞天蜘蛛 Aliyefanya mauaji ya watu hao ni tofauti. 有一个可能 Spider alikuwa na cover kwenye mkono wake ambao 掩盖一些。 ulikuwa una sumu. 查飞天蜘蛛的 Kwa hiyo alipoonekana basi atakuwa alimuumiza Heaven Dog. Baada ya kumuumiza Heaven Dog, 有一个地 akamkata mkono kupoteza ushahidi. 地方， Kama sehemu gani hiyo? 就是老蜘蛛的右手， Hasa mkono wake wa kulia. 可是他的右手 Sasa mkono wake kulia si umekatwa? 难道飞天蜘蛛临死 Labda niambie kabla ya kifo chake kuna kitu wake kumtokea mpaka akakata ule mkono. Kuna sababu ambayo imempelekea 的重要， yule Flying Spider akakatwa mkono. 他才被砍手的？ Kwa maana mkono wake ukaweza kukatwa, si ndio? 这些刀伤都是为了 Itakuwa kuna kitu ambacho mjaribu kuweza kuzuia ule mkono. Kuna jambo ambalo limefichika katika ule mkono. Kwa maana akaweza kumkata mkono. 那么这个尸体肯定不会被人怀疑。如果把砍掉手臂的那一刀混于其他刀伤之中，就很容易忽略过去。 Maana mkono ule tulipouokota 中 ulikuwa umekatwa na umefukiwa, manake 线索呢？ atajaribu kupoteza ushahidi kwa namna fulani. 我刚刚去了大漠一趟，运气还不错。 Kumbuka na uchunguzi unazidi kuendelea kufuata juu ya kifo cha mzee mzima anamuita Flying Spider. Na mkono wake ndio huu hapa. Bila ucheki ule mkono kwanza. Nanuka ndio. 那这右手 Ushahidi. 到底算的什么？ Kaambia nini kimefichika hapo ndani? 什么都没算， Kaambia hapo ndani hamna kitu. 那不是白忙活了一场吗？没白忙。 Kwa hapa hivi 我的手指缝中 mkono wake una damu. 红色的血迹， Maana yake inaonekana Flying Spider huwa anahifadhi kucha zake, anaweka sumu kwenye kucha. 血迹。 Maana yake atakuwa aliweza kumuumiza kwa kucha, si ndio? 老蜘蛛并非 Maana yake Flying Spider atakuwa alimshinda kwa kiasi 是 fulani. 一双在毒物 Maana hatimaye akaamua kuweza kumuua. Maana yake aliweza kumuuza na sumu. 前一定。 Maana yake atakuwa ameweza kufa. 虽然， Basi yule Evan Dog atakuwa na jeraha mahali. 但天狗却被他的毒爪抓伤。 Basi baada ya kuchunguza namna hiyo, ndipo tunaonesha kutokana na idea yao walivyochunguza. Maana yake Flying Spider baada ya kutoka na miguu, alikutana na Evan Dog direct. Kumbuka ni kumbukumbu tunapewa kwa mfumo wa kufikirika. Baada ya kufanya uchunguzi ndivyo ilivyokuwa hivi. Evan Dog akajaribu kumvamia huyu Flying Spider. Sio mambo hayo. Evan Dog ndio huyu hapo. Akawa anapambana na mzee mzima wanaoita Flying Spider. Sio mambo hayo. Na hivi ninavyokumbuka, Evan Dog mkono wake kulia ulikuwa una sumu. Inasemekana kwamba alimuonja. Sio mambo hayo. Alifanikiwa kuweza kumuonja huyu Evan Dog. Alichinjwa mzee. No. Lakini Evan Dog akukubali kilaini. Alimzuru lazima huyo mtu. Cheki. Manake aliweza kumkatilia mbaya. Kumbuka una uchunguzi tunaonesha mfumo wa namna hiyo. Ambapo baada ya hivyo alimekuja kummalizia hapa hapo. Alikuwa ni Evan Dog. Lakini wanasema katika uchunguzi wao Evan Dog alimkata mkono ili kupoteza ushahidi kwamba alimgusa. Cheki mambo hayo. Baadaye ndipo aliamua kummalizia. Lakini akasema 狗也有遭毒手的， Kana basi huyo Evan Dog atakuwa amepewa sumu 自己受了 baada ya kuparuliwa na ule mkono wa Evan Spider wa Spider. 蜘蛛的右 Atakuwa 手， na jeraha maana atakuwa na sumu. Sasa mbona dewa na mtu wote mwenye sumu? 那天狗真是 Nasemekana kwamba yuko hapa. 飞天蜘蛛 Basi kama yupo hai maana yake atakuwa na jeraha na aliuguza. 早已被毒药侵。 Tumtafute. 如果他真的抓伤天狗的话，即使当场不致命，可是后来毒药会慢慢进入伤口，吞噬他的生命。我想天狗这会儿应该是命在旦夕了吧？也许已经死了。死了？你们还记得刚刚死掉的桃花娘子吗？ Asema huenda ikawa ni ngumu maana nimekwambia 我仔细检查过， watakuwa wako wawili. Kwa sababu huyu mmoja ambaye anaonekana kwamba 被发现的时候 amezurika na jeraha basi hataonekani. Manake yuko mwingine basi. 你的意思 Wanatumika katika sehemu moja hii. 桃 Kwa 花 hiyo inamaanisha kwamba 是天狗？ Blossom aliyekufa ndo Evan Dog. 恐怕他只是扮演。 Asema inawezekana kwa sababu 我在 labda alipogundua kwamba ameweza kuguswa na sumu, 抓伤 basi manake atakwenda kuuawa. 而报， Mume akatumika njama ya kumuua yule binti ili tu abaki peke yake na ushahidi usitoke. 那他们有多少人 Sasa 呢？ basi inaonekana basi ndio hivyo ilivyo 谁呢？ kwamba ushahidi ni wa kweli.
Anasema kama angekuwa yuko hai tungemuona. Mtu anayeuguza kidonda cha sumu. Lakini haipo hai, manake huenda yule binti aliweza kuuawa. Nataka kamgeuka ili ushahidi usitoke. Huenda ndivyo ilivyo. Kama nimefikiria kitu kimoja Jimao. Kama mimi nafikiria kama hicho tunachokifikiria kwa sasa hivi. Yaani kumbuka ni uchunguzi unafanyika hapa mzee. Mpaka Heaven Dog apatikane ni nani. Nataka kugundulika hivi karibuni hapo. Cheki mambo hayo. Basi upande wa pili huko binti amekaa nje akiendelea kujipa tumaini na mambo yanaendelea katika ufalme wa babake. Cheki mambo hayo. Lakini alikuwa amekaa na punga yeye upande wa nje. Akiwa mpweke na peke yake, akifikiri safari kubwa alionayo ya maisha yake hapo. Hatimaye alikuja mwamba Yekai leo. Alimfunika binti kwa koti. Maana yake anampenda binti huyo. Mwamba hii nikwambie usitoke nje, ni baridi saizi. Kama moja na hayo, hakuna kilichonikuta kibaya. Nilikuwa nafikiria tu kuhusu maisha yangu. Nasikiria pia mambo yote ambayo yanatokea na yanaweza kupita. Yote nafikiria kwa wakati mmoja. Utanichukua mimi siku moja? Shooting star. Manake ni nyota ambayo ya kuabudiwa. Binti ajifunika namna hii. Lakini mwamba alikuwa ameweza kukaa akimtazama binti huyo hapa. Basi kama kwa DJ Hero, kama kawa kuna mitambo hapa. Namba za simu ni 0742 140135. Ukitaka basi kuzungumza nami zaidi, basi enjoy inbox WhatsApp tuzungumze namna hiyo. Pia kuna group la DJ Hero kama kawaida. Ukihitaji kujiunga basi ni shilingi 1000 tu. Na kukaribisha zaidi kupata season kabla ya kumkuta DJ Hero. Basi ndivyo ilivyo namna hiyo. DJ Hero kama kawaida 0742140135. DJ Hero tukapande za Boma. Basi baada ya siku kuweza kupita, leo alikuwa kuna Makang wakiuliziana. Makang, siku ya leo imefika mzee, Heaven Dog hajaonekana. Cheki mambo hayo. Inaonekana leo utakuwa kuna fujo imeanza kutokea hapa. Mbona huyu Makang haonekani? Hao wametoroka nini? Nilimwambia siku ya leo imefika, nataka tumuone huyu Heaven Dog yuko wapi, maana umeshatabisha kifo cha mtoto wetu hapa. Sasa watu wanazidi kukaa na dai kwamba wanataka atoke huko ndani, la sivyo watamuua. Lakini upande wa pili mzee mzima anapita na zile maiti ambazo zimeweza kuuawa. Wao wanapita zao na mnaona wanafanya uchunguzi kivyao. Wakati watu wamekaa na kati hapo, walikuwa na serious maana. Wao wanapita tu wana wasiwasi. Nyie tulieni pale. Kama mtafuta matatizo nini hapa 丁大少爷，别一口一个死人好不好？佛家说，死呢是生的一部分，谁都有那一天啊。等万一哪一天你不走运，咽了气，我们把你扔外边，你乐意呀？别看你，哎呀，都是有头有脸的人物，不能因为人家嘴里。jamaa wako anafanya uchunguzi, wakaanza kupigwa maswali. Nikumbuka, sikiliza. Nataka kujua kuhusu hili sehemu kwa ujumla. Kaka, kuna shida gani kaka? Kumbuka binti kaka yake amtaki kabisa hapa. Kama ni makato mazishi, kwa tufanye mazishi tuzike na tuongelee mambo mengine. Mambo jambo alikuhusu, utaona unajua kwa mtumwa baadaye wewe. Oya, tusijutie, tuendelee na mambo yetu. Kaka nye mko nje ya dunia Sasa wanafanya utani, burudani nini? Yaani kama vile wanaburudisha ni kiutani. Wakaonekana kama vile hawana akili. Kama hii nini? Wakuta kuna barua ndani ya ile bahasha. Basi walipoisoma. Kama Yulong. Hiyo nini? Barua imeandikwa Yulong.
Na Yulong tunamjua ni mtu mmoja. Cheki mambo hayo. Yulong. Kama barua imeandikwa kwa mpenzi wangu Luyong. Yulong nani hapa barua yake hii? Barua yake hii hapa Yulong. Barua imekuta kwenye maiti. Cheki mambo hayo. Jamani tuipeleke tukaisome au tuifungue tuisome hapa hapa. Inaonekana binti maskini na Mungu amekufa mrembo wake akiwa anampelekea urembo wake wote jamani. Kasikia mwenu wa pole. Mwenyewe barua tumtafute ni nani? Achukue barua yake na muhusu hii hapa. Urudishie ndani ya maiti ukaiweke mahali lifaa ikae. Ili tusije tukamzike na barua yake. Asije akasema madam mwenye nao amesikia. Alitafuta kwa wakati wake. Rudishie pale ikae. Usichukue kitu bila ruhusa ya mwenye nayo. Rudishie barua pale. Ili maiti ikakaa na barua yake, maana mwenye nao hajaonekana. Lakini kumbuka na mpango hapa hivi. Maana mwenye barua ikipatikana basi hiyo ndio Heaven Dog. Maana barua hii imekutwa kwenye mwili wa binti huyo hapa. Kwa kairudishia ndani ya mwili. Hatimaye kama kusukuma majeneza tena. Maiti, wasukuma maiti hizo. Zikaje kwenye majeneza tayari. Wakaendelea zao na safari zao. Lakini walikuwa na mpango wao wamepanga hapo. Basi baadaye katika maeneo ambayo wamehifadhi majeneza, kumbuka ile barua ilisharudishwa ndani ya mwili wa mtu. Kuna mtu leo anaingia hapa mzee kwenye eneo lile ambalo majeneza yamehifadhiwa. Maana huenda ile barua ndio inamhusu yeye. Na walibidi waende kuja kuchunguza hiyo sehemu. Hilo jeneza liko wapi? Maana inaonekana mtu huyu anaifahamu ile barua inamhusu yeye. Cheki mambo. Akafika hapa namna hii leo. Kumbuka alifanya vile kimtego. Maana yake wana mpango wa kufanya. Alifika kaanza kufungua jeneza moja moja. Wewe alimkuta mambo yakae na mtazama. Nilijua unajua kufuata barua tu wewe. Basi huyu ndio Heaven Dog sasa. Wasikubali kumpoteza. Akaambia uendi mahali hapo. Kama akakamata uswadi. Kama utaenda mahali popote. Tulikutafuta muda mrefu, leo tumekupata hapa. Hata kubali uondoke hivi hivi. Jamaa akavuta mashine hiyo mzee. Kaambia siku zote tunakutafuta unajificha kitu gani? Lakini leo hatimaye kwenye mikono yetu kilaini. Tulije barua inakuhusu wewe maana ukaja kuitafuta muda wowote. Leo tumekubamba leo uendi mahali. Hata kubali utoke hapa. Kama si ni wakati wako kuweza kuonesha. Kwa nini limuua Ben Blossom limuua ile binti kwa sababu gani? Maana yake unataka kufahamika, si ndio? Ukutaka ufahamike kitu umefahamu kila kitu. Ulikuwa boyfriend wako alikuwa ni Bwana Chung ambaye ulimuua ile binti. Na alikuwa mke wako wewe. Hajajua sura yako lakini utakufahamu muda so mrefu. Usiwe na wasiwasi kabisa. Kama akavuta paru mzee yu hapo. Hawezi kubali kupatikana wewe. Lazima atoroke hapa. Huyu ndio Heaven Dog ataki kumwachia. Leo atakamatika hivi karibuni. Kwanza kamnyang'anya upanga mzee. Wala leo utamtengenezea mpaka kamatike huyu. Wewe mbali. Mbele kuna Swadi Man yuko pale. Utapenda leo. Anaama tu mzee. Wewe ama tu. Leo hapa uendi mahali. Amekutana na maswali master watatu hapa mzee. Upiti mahali. Anajaribu kutoroka aende juu mzee. Anakutana na mwamba yekae na msubiri. Kibo. Lazima aonekane hiyo sura. Wanataka hiyo sura mzee. Kwa teke nzito ndamo tu uende mahali. Fika hapo kutulia. Hauendi mahali ufika kwa chini utana na Swadi Master. Paka usarende leo. Lazima ukamatike leo hapa. Anasoma kwanza pale hivi mzee. Kamshimia biti namna hiyo. So shida. Anaendelea kupambana bado mzee. Leo utoboi upiti mahali hapa. Kata kwenye mkono. Shamweka jeraha tayari. Huyu ni Swadi Master. Jamaa kaona Mungu wangu wewe. Hapa nitafia hapa. Cheki mambo hayo. Alimuweza ase. Haendi mahali. Tabii tumie ndamna kujisaidia. Takufanya hapa hivi. Aitoa ramani chap. Akawazuka ile boya chap. Ile pata upenya kukimbia. Na hapo ndipo alipata nafasi ya kuamua kuweza kukimbia. Lakini bado alizidi kufuatiliwa muda hadi muda. Hatimaye aliweza kufuatilia na akapotea kabisa. Wanifuatilia mwishowe hawakufika mbali alimkosa. Baada ya muda kuweza kupita,
Basi ndizo habari zilizofika kwenye ufalme. Wengi wamekaa chini wanamsubiria mzee mzima atoke. Muda umeshafika. Mbona huyu Makanga atoki? Manaka atazidi kuendelea kuuawa, si ndio? Tunaendelea kuuawa kila siku. Ghafla mzee Saidi kaletwa. Nyamba akafika. Hey. Heaven Dog amepita hapa. Nauliza pumbavu gani hapa? Heaven Dog namjua nyie? Ibilo alete ripoti mbele aloisikia. 我们追天狗一路到这里，他一定摘下面具，躲在你们当中。叶开，你倒是说说看，天狗在我们当中，这话你可要负责任。你说说看，天狗。Kabaye Kai, ulidai kwamba mnafahamu jinsi Heaven Dog alivyokuja. 大小姐， Sema soki hivyo. 跑过来的。所有人都聚在这里， Kamba hivi karibuni nitakwenda kumpata. 根本就看 Na Heaven Dog yupo. Atapatikana hivi karibuni. Siku ya leo imefika, alafu mzee kasema Makanga alisema leo itakuwa ni mwisho. Tutamuona Heaven Dog akiwa ameshamuua. Lakini mpaka sasa hivi hakuna ripoti yoyote. Na amejificha tu ndani huko, sasa tunafanya kitu gani? Tunamtaka. Ni kweli. Ni kweli. Sasa tunashabikia. Kama mimi siwezi nikawasaidia. Toa tukamkuta Makanga huko ndani. Sasa wanataka kwenda kuvamia ufalme hao. Wakazuiliwa mzee na mzee mzima. Sogea tupite tukamuone huyu mtu. Kama ni ufalme wa 10,000 hall. So kama nyinyi mnavyozani kwa akili zenu. Kirahisi mkageuza kama sehemu ya mtaani. Ma Kongqun maisha yake leo yapo kwenye mikono yetu. Alisema tusipofika siku ya leo asipomuua tumuue, tutaka tumuue sasa. Kama mtu anavuka hapa mzee. Sasa vita ikaanza kwanza hapa. Wakaanza kuzipanga, mzee anamtetea. Heaven Dog aonekana afu jamaa anataka kuleta uzinzi hapa. Anataka kuleta usumbufu hapa. Cheki mambo hayo. Huyu ni master mzee. Mtu anamkuta baba Kwa hapa kitu mama amejipangia kabisa yani. Anakwenda kukuta mzee asaidiwe namna hiyo. Kama mtu anaangalia, mtu anasomesha huyu ni master mzee. Panga inashuka mzee. Alikinga mzee moja hiyo mzee. Akazuiliwa wewe. Majinera wakaingilia. Maana yake sasa ni ugomvi umezuka. Kama binti akaingia mafangli. Haizi kubali na jambo kama hili kitokea. Sasa maana yake tayari ishakuwa mgogoro. Asema jua ni family, sina nyenye tumeishi muda mrefu kama ndugu wawili. Kuna shida kama hii, kwa nini natugeuka? Ufalme mura Mungu zote tambua hilo. Kijana yake amefia kwenye mikono yenu hapa. Kwa ajili ya kuja kukuoa wewe. Basi wote ndakuwa mfe pamoja na yeye. Baba yangu amewatreat vizuri mbona miaka yote. Ngoje leo mnafanya mambo kama haya ya kuaibisha ufalme wenu. Wakati mmekuwa naye miaka mingi pamoja marafiki. Kabila analisema wote kama weni kwako wewe. Lakini sisi tufahamu hilo kabisa. Lazima tuweze kudili na nyie wote. Waoga wakubwa nyinyi. Kama kwa niaba baba yangu nitapambana na wewe. Cheka mambo hayo. Binti amedeclare mazima. Akamsaidia baba yake kwa sababu hii kesi imeshakuwa juu sasa. Apelekea ugomvi wa kila mtu. Ugomvi umezuka hapo. Inakuaje hapa? Hey, inakuaje? Ugomvi unapigwa hapo leo mzee, sababu Heaven Dog haonekani. Ishakuwa kama usumbufu. Manake binti akizidiwa sasa hapa, ufalme mzima lazima utakuwa ni ugomvi hapa. Binti anajaribu kupambana na mtu huyu mzee, kusaidia maisha babake asije kauawa. Cheka mambo hayo. Binti kaeka chini mzee. Yake akamwambia atulie usiingilie. Akamwambia binti anajaribu kupambana na mzee namna hiyo. Inakuaje hapa? Nataka kumuua mzee. Mama akasepa. Hey. We. Tayari ishakuwa ugomvi hapa. Baba hapana. Unanizuia mimi? Umeshampenda Umeshampenda na kuuliza? Ndio kaona hapana. Nitawasaidia kukufanya ufikirie vizuri. Kama bali na msinizuie. Anakuja kupambana mzee, anaendelea mzee. Fujo tu hapa. Mzee hataki kuelewa kabisa. Anamtaka huyu kiongozi. Basi ikawa ni fujo tayari. Kama mtu akataka kumvamia mwenzake. Maana sasa hapa ni ugomvi, full ugomvi yani. Mura Mungu family na 10,000 hall. Leo fujo imezuka hapa mzee. Heaven Dog aonekana, alafu mfalme naye amejificha.
乱成一锅粥了吧？ Hapa inaja kuamua. Sasa wapigane hasira zao ziishe kwanza. Hata ni ugomvi bali fight to the death yani. Jamaa sema ufalme wao tuhusu sisi. Watu angalie tu kwanza. Hata achana nayo siasa. Usiingilie kwanza. Acha wamalizane mambo yao wenyewe kwanza. Ugomvi unazidi kupigwa huko mzee. 我是不想管这烂摊子事儿了，不如咱们好好在这儿看戏吧。你还别说，这出戏还挺精彩，生旦净末有文有武。一定是漏了不少。 Falme umechafuka mzee. Kwa sababu kosa moja tu. Heaven Dog haonekani. Na hadi ilikuwa ni siku ya leo. Hizi ni falme mbili walikuja kukutana katika harusi. Sasa harusi imegeuka kuwa ni mashallah. Yaani imegeuka kuwa ni ugomvi mtupu hapa. Leo ni balaa tupu hapa, kwa hiyo ni ugomvi unazuka mzee. Hata binti mafangilia amezidiwa hapa. Sika mambo hayo. Binti amezidiwa atakwenda kuuawa sasa. Ugomvi huu mzee. Wanamtaka bosi atokee. Alituahidi siku ya leo atakuwa amekamatwa, mmoja kamatwa. Binti anakwenda kuuawa mzee. Say. Na atamsaidia mtoto wa kike huyo. Binti kapandisha mpaka juu. Hutaamini yani. Anataka kuweza kumuua kabisa. Hawana huruma kabisa. Sio binti anauawa. Basi kabidi rushe mbao namna hiyo. Aweze kumsaidia binti yule pale. Siki mambo hayo. Akamdaka binti namna hiyo kama ameweza kumsaidia. Kamba ni pona sasa. Ndipo mfalme anatoka baadaye. Makang. Wacha mtu akifanya. Na kila mtu akawa ameweza kuacha. Majaribuje kufanya kitu kama hicho katika ufalme wangu? Ulituahidi mheshimiwa siku ya leo utakuwa umemkamata Heaven Dog. Kama basi achana na binti yangu wakati huu. Nikwambia ondoka na binti yangu, ondoka naye. Kwa nini ondoka naye? Baba siondoki kabisa. Na wala sikubali mtu wote akuguse wewe. Binti alisema. Fanya haraka na ondoke hapa. Njoo na mimi sasa hivi. Binti akasema siwezi ondoka. Ambao ulishaniahidi ya kileta mlinda binti yangu. Kwa nini umemwachia? Naomba tafadhali mchukue ondoke naye kwa ile eneo. Si salama. Binti akadai baba hapana. Yekai. Usiingilie mambo yao kuhusu. Binti anaona wivu hapa. Basi Yekai alitumwa amchukue. Kama mimi siondoki. Binti alikataa. Lakini alimpigwa ile pigo pap, binti akazimishwa namna hiyo. Yekai akaondoka na binti huyo. Mtoe binti kwenye maeneo yangu. Mzee alidai. Kwa hiyo unaondoka na wewe mwanamke? Sikubali. Binti akaenda. Basi ugomvi unaendelea mzee. Kabla subiri. Umehitaji matatizo basi kutana na mimi. Sina la kusaidiana na wewe kwa wakati huu. Hii ni jambo langu mimi na wewe. Cheki mambo hayo. Sasa unapigwa mkono wakubwa kwa wakubwa. Walishaidiana kwamba ikipita siku isipokuwa hajakamatwa basi wapigane ugomvi huu. Alidai kama mafangilia atauawa. Basi sasa ndivyo ilifanyika. Ukishaahidi umeahidi tu tayari. Ukishaahidi kama mtaniua endapo siku ya leo hata kwa amekamatwa. Basi aliamua kudili nalo jambo peke yake. Wapambana na mzee huyu mzima. Maana walishaidiana. Cheki baba mkono watu walioshibana hao. Mambo ni mazito hapa. Basi bidi watoke pembeni kabisa. Anakuja na binti huyu hapa. Wakati anakuja kwenye upande wa pili huku, anakuja kumleta binti pembeni. Nasikia mbaje kumchukua binti kilaini hivyo. Na binti akati anatolewa ile iliyopigwa pale. Ile loko alikuwa amewekewa mzee. Bado kumezidi kunuka zaidi. Cheki mambo haya. Gomvi ni mwingi sasa. Mfalme ameshaonekana kama amezidiwa. Bidi wapambe waingilie sasa mzee. Kwa vita imerudi kama mwanzo yani.
Sikia nani huyu Heaven Dog amekusanisha ufalme huu hapa, amechonganisha kabisa. Kwa sababu ya Heaven Dog tu. Amechonganisha ufalme huu hapa. Hapa ni chinja ni kuchinja mzee. Hakuna cha undugu tena hapo. Mambo ya zamani ya kifalme ndio yalivyokuaga hivi. Ukishahidi umeahidi. Ma Kang aliahidi kwamba akifika siku ya leo hajamkamata Heaven Dog, basi auawe. Na akitaka kumuua basi naye anagoma. Kuelekea ugomvi kama hivi. Manake ameshinda kumkamata Heaven Dog. Kama unasema nini? Na nini? Vipi kuhusu wewe? Kama narudi pale walipokuwa wanapambana. Kambe baki hapa pana. Wewe ni kaangalia kitu gani kinachoweza kuendelea. Maana mambo kama hivi yanaweza kurekebisha. Kwa hiyo tukaacha kakaa hivi hivi. Sawa. 我根本就没有受伤，你看你都流血了，还没受伤。Kama utakwenda kwenda popote. Sasa binti ana damu kwenye mkono. 我知道了。 Kama ana damu. Kama ana damu lakini sijauawa na sijaumizwa na mtu yote. Itakuwa ni Uncle King alipokuwa amenishika labda alikuwa ameweza kuumizwa kwenye mkono. Hey, wakashtuka ngoja. Akasema amemwa mkono kulia Basi washampata Heaven Dog. Cheki mambo haya. Maana Heaven Dog yuko hapa mzee. Mkono unaendelea kupigwa kwa juu chochote. Hakujua kama ameshakamatwa tayari. Heaven Dog ameshajulikana ni nani. Kwa jambo aligundua mzee. Cheki mambo hayo mzee. DJ Hero kama kawa ndani ya 2018. Kwa DJ Hero kama kawaida ukiwa pale YouTube. Hakikisha na subscribe usikiwa mtaani. Hakikisha unafuatilia kitu kizito hiki hapa ambacho kinaendelea kila siku kama kawaida. Na DJ Hero toka pande za Boma. Vita lizidi kuchacha zaidi mzee. Kama bila shaka Sabu Cheng ndio wewe atakuwa mwenyewe bila shaka. Kaona kana mumeza mkono wake kulia. Na nakumbuka mara mwisho ule alipokuwa pambana naye walimkata mkono wa kulia. Inaonekana mkono wa kulia mtu yule amemwiba kasikia basi shampata mwenyewe. Itakuwa basi ni Heaven Dog. Mwamba kaingia Feng Shui. Naye ameshafahamu kweli halisi. Sanga Feng Shui. Feng Shui naye amegundua Heaven Dog ni nani. Sasa wanakwenda kumdhirishia nani. Bomba zidi kupigwa huko mzee. Ugomvi hauishi. Kumbuka shamtilia mashaka na kumfahamu nani. Ni Heaven Dog. Ushakuwa shida tena hapa. Wamechinjana mbaya yani. Ma Kang, tunataka maisha yako Ma Kang. Nataka maisha yako, rudi nyuma. Amdamna atakufanya chochote kuhusiana na hili. Imetokea. Heaven Dog hajapatikana. Lakini hamwezi kufanya kama mtumini katika kupoteza maisha sababu ya mtu ambaye anavuruga amani katika ufalme huu. Anayechunganisha sisi hapa ni mtu mmoja ambaye ni Heaven Dog. Ni wakati wa kushirikiana na mimi, sio kupambana na mimi, kunipinga mimi. Mtu wote sinifuate na kwenda mwenyewe. Bosi ma please usiende. Baba kasikia ngoja. Baba. Binti amerudi. Nini kimewaleta hapa hivi? Mmoja kumkamata Heaven Dog. Mkamata. Weka uswadi chini nikueleze Heaven Dog yuko wapi. Heaven Dog amekamatwa. Watu wakashangaa. Cheki mambo hayo. Feng Shui. Ni upuzi gani unaongea hapa? Mama akacheka. Kamba unaonekana yeye ni mastermind Na ana akili ya ajabu kama hiyo kuonyesha Heaven Dog. Niambie Heaven Dog yuko wapi? Kama wakuta macho hamjui. Heaven Dog anaishi na sisi kama kawaida. Maana hiyo ni feki. Kamba ameua watu wengi zaidi. Yuko pamoja na sisi hapa. Kama nimemfuatilia muda mrefu lakini sijapoteza hata pointi yangu moja. Kwa nini unaniambia kitu kama hiko? Kama tulia kwanza wacha waongee. Kamba Yuan Ving ndo Heaven Dog. Kama maana siku ile mkono wake wa kulia alipofabisha mauaji yale alitaka kutenganisha ufalme wetu na ufalme wa hao watu. Hivyo akavalia maski ambayo ya adui yako ambaye anajiita Heaven Dog. Ambapo baadaye alimpa kinywaji sana Muramunguzu. Usiku ule hatimaye Muramunguzu alipolala akamwekea sumu kwenye kinywaji. Kwa Muramunguzu alikuwa amekufa muda mrefu sana. Siku nyingi sana alishakufa. Siku moja kabla ya harusi mzee mzima akavalia mavazi yake akajifanya kwamba yeye ndo mzee mzima yani Muramunguzu.
Na nia yake kubwa ilikuwa ni nini? Kutenganisha ufalme huu. Kwa baada yake akavalia mavazi hayo jenerali wako yule muamini zaidi. Na akajifanya ni Murongzu, lakini alikuwa sio Murongzu. Tulipokuwa maiti ya Murongzu tujua kwamba vazi lake lilibadilishwa, manake aliuawa kwa upanga siku kabla. Alikuwa ni huyu jamaa wala so Heaven Dog. Alikuwa ni huyo jenerali wako. Asiku ile kati majeneza anawaka, ilikuwa kwa ajili ya kupoteza ushahidi. Na ile aweze kupoteza ushahidi ili kuhakikisha kwamba haukamati wewe. Kama siku hiyo sikia hivyo kabla. Kabla barenu nafurahisha sana. Zudani. Kabla baada ya hapo, tunaendelea kufanya uchunguzi kila siku. Tuligundua kwamba alifanya mambo yote hayo ni Uncle King ambaye jenerali wako huyo ambaye unayemwamini kila siku. Noma imenuka hiyo mzee. Basi iko ni sehemu ya 19 kabisa. Tutaka katika sehemu ya 20. Maana Evan ndogo ameshapatikana mzee. Ningine kwenda kufuata katika sehemu ya 20 na mu. Tunasawa kabisa DJ.